Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Uhali gani mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii ni simulizi mpya kabisa, sehemu ya kwanza, simulizi yetu ambayo inaitwa Sina Makosa. Sina Makosa ni simulizi ambayo inamhusu kijana ambaye anaitwa Kituro pamoja na rafiki yake Zegadi, ambao walikuwa ni marafiki kwa muda mrefu wakiwa wanaendelea kusoma shule. Ndipo ambapo walipoungana nao wakaunganisha urafiki na kuendelea kuwa marafiki, na hatimaye wakaja kuunga kama udugu kabisa baada ya kuanza kufanya biashara zao kwa pamoja na kwenda kutafuta mbinu za kimaisha katika migodi mbalimbali. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo utakuwa ni mwanafamilia wetu wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Ninachokuomba mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji, usikose kuifuatilia simulizi hii, na pia ninachokuomba subscribe, like, share, comment ili niweze kupata mchango wa mawazo yako. Tunaanzia katika kijiji kimoja ambacho kilikuwa kinaitwa Bugureni, ambacho ndipo ambapo walikuwepo hawa vijana wawili, Kituro pamoja na Zegadi, ambao walikuwa wamemaliza elimu yao ya sekondari na hatimaye wote kwa pamoja waliferi, hawakuweza kuendelea chuo. Walikaa chini na kutafakari wafanye jambo gani. Wakaona jambo zuri ni kuanza kufanya biashara. Hapo ndipo ambapo Kituro alimwambia rafiki yake Zegadi wawe na namna yoyote ambayo inaweza kuwaingizia pesa, na walianzisha biashara ya karanga. Kituro alikuwa ana uwezo wa kukaanga vizuri karanga, lakini Zegadi yeye alikuwa na nyota ya kwenda kuuza. Kwa hiyo mmoja akiwa amefanya jambo fulani, mwenzie alikuwa anafanya jambo lingine. Waliishi kindugu kama mapacha, hali ya kwamba walikuwa ni watu tofauti kabisa, ambao hata wazazi wao hawafahamiani kabisa. Baada ya Kituro kumaliza elimu yake ya sekondari na matokeo kutotoka vizuri, alimwambia mzazi wake Mzee Ayubu, akamwambia kwamba kuna eneo ambapo anatakiwa aende kwenda kufanya biashara. Kumbe hapo alikuwa ameshawasiliana na rafiki yake Zegadi, anajua kwamba ni wapi alipo. Alikuwa katika hicho kijiji cha Bugureni. Hapo ndipo ambapo aliona bwana
Kituro amwambie mzazi wake kwamba amepata kazi sehemu, na huyu mzazi wake Mzee Ayubu akamkubalia kwa sababu tayari ameshapata taarifa kwamba mtoto wake matokeo hayajaja vizuri, kwa hiyo matokeo yake ni mabovu. Hapo ndipo ambapo aliamua kumruhusu ili aweze kwenda kujitafutia maisha kuliko kuendelea kukaa nyumbani akiwa anaendelea kumtegemea. Kituro aliwasiliana na Zegadi sehemu alipo, ndipo ambapo alimwambia kwamba yupo katika kijiji kimoja ambacho kinaitwa Bugureni, na hapo ndipo ambapo aliamua kutoka huko alipokuwepo katika kijiji cha Nshangaro, akaondoka huko na kuja moja kwa moja hadi Bugureni. Bugureni kilikuwa ni kijiji ambacho kidogo kina senta kubwa na watu walikuwa ni wengi, kwa sababu pembeni kulikuwa na migodi ya aina mbalimbali ambayo ilikuwepo hapo. Kuna wazungu ambao walikuwa wamewekeza hapo. Kwa hiyo baada ya kufika pale, walikaa chini na kuanza kutafakari ni biashara gani ambayo wanaweza wakaanza nayo. Hapo ndipo Bwana Kituro alipoanza kumwambia Zegadi kwamba yeye biashara ambayo anaweza kuifanya, anajua kukaanga vizuri kabisa karanga, lakini mahesabu huwa yanampiga chenga kidogo. Sasa je, watafanyaje? Nakumbuka Kituro wakati anatoka huko Nshangaro na kuja Bugureni alikuwa hana pesa ya aina yeyote, lakini kwa vile alikuwa ameshawasiliana na Zegadi yeye alikuwa ameshapanga chumba chake, ingawa alikuwa na biashara ya kuuza sumu za panya akiwa anazunguka sehemu mbalimbali. Hizo ndizo ambazo zilikuwa zinamfanya aweze kupata kodi na kulipia nyumba kodi bila matatizo ya aina yeyote. Sasa akamwambia rafiki yake Kituro aje na atafikia kwenye geto lake bila tatizo la aina yeyote. Kwa hiyo wakati anakuja, Kituro amefikia kwenye chumba cha Zegadi ambaye alikuwa tayari ameshaamua kutoka kwa wazazi na kupanga sehemu ya peke yake. Wazazi wake na Zegadi hawakuwa mbali, walikuwa karibu kabisa na wapo ndani ya hicho kijiji. Sema wao wapo maeneo ya pembeni kidogo kwenye hicho kijiji, kwa pembeni ambapo mpaka kuna mashamba na wanalima sana huko, na huko ndilo eneo ambalo lilikuwa limebaki linaitwa kama kijijini, kwa sababu huku upande mwingine huko ambapo alipokuwa amepanga palikuwa ni mjini kabisa, senta imeshakuwa kutokana na hali ya migodi iliyopo pale Bugureni. Hapo ndipo ambapo alivyofika, wakaanza kujadiliana. Alimwambia kwamba yeye ana uwezo wa kukaanga karanga, kwa hiyo kama atakuwa yuko tayari aachane na kuuza sumu za panya ili waanze kukaanga karanga, au yanatembeza karanga badala ya kutembeza sumu za panya. Huo ushauri Zegadi aliupokea kutoka kwa rafiki yake Bwana Kituro, kwa sababu tangu enzi wanasoma wakiwa pamoja shule ya msingi walikuwa ni vijana ambao wanapendana sana. Lakini baada ya kufika sekondari, kila mmoja alifaulia katika sekondari ya kwake. Lakini licha ya kwamba kila mmoja alifaulia katika sekondari ya kwake, waliendelea kutafutana mpaka ambapo Kituro alivyokuwa amenunua simu
akiwa kidato cha 4, basi kuna marafiki zao ambao walikuwa wamesoma pamoja. Wale waliokuwa wamesoma na Kituro, kumbe walikuwa wanajua kabisa sehemu Zegadi alipo, kwa sababu ndo wanasoma naye katika sekondari moja. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo Kituro aliweza kupata namba za Zegadi kiurahisi sana, baada ya wale marafiki zake waliosoma nao shule ya msingi kujitokeza. Sasa ameshafika na hatimaye wako wanashauriana kuhusiana na masuala ya biashara, na Zegadi amekubali. Ndipo ambapo kale kamtaji alikokuwa nako kakuuza sumu za panya, ndipo ambapo alipoamua kukabadilisha na kwenda kununua karanga nyingi. Alianza na kilo 10, ambapo Kituro alizikaanga zote kwa uzuri zaidi, na hatimaye wakaleta vifuko na kufunga. Baada ya kufunga hizo karanga, tayari kile kipaza sauti, ile sauti aliyokuwa ameirekodi ya kwamba anauza sumu za panya, aliifuta na kurekodi kwamba anauza karanga. Akawa anapita mitaani akiwa anauza karanga. Kituro alikuwa amekaa tu kwa sababu rafiki yake alimwambia kwamba yeye aendelee kukaa, hahitaji kumuona akifanya kazi yoyote mpaka pale atakapoona biashara imeenda sawa, waangalie wanunue kibaiskeli kingine ili naye awe anabeba na kuanza kutembeza. Lakini mwanzoni alimkataza asifanye biashara, manake Kituro asifanye chochote kwa sababu alikuwa bado ni mgeni hapo Bugureni. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana yeye kuaminika. Ni tofauti na Zegadi ambaye alikuwa ameshaaminika, kila sehemu ambapo anakoenda wanamfahamu. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya kwanza ya Sina Makosa imeishia hapa katika simulizi yetu mpya kabisa. Tumemuona Kituro alikuwa katika kijiji cha Shangaro, lakini ameamua kutoka huko baada ya kupata taarifa za matokeo yake kutokuwa mazuri, na hatimaye akawa ameshawasiliana na rafiki yake Zegadi ambaye anauza sumu za panya, na ameamua kutoka kwa wazazi na akaanza kujitegemea, na hatimaye akaamua kumwambia mzee wake, mzee Ayubu, huyu bwana Kituro, kwamba anatakiwa kwenda katika vijiji jirani kwenda kujitafutia maisha, na mzee wake amekubali. Amekuja mpaka Bugureni, akaanza kumpatia ushauri rafiki yake kwamba aachane na uuzaji wa sumu za panya. Yeye biashara ambayo anaiweza zaidi ni kukaanga karanga, na rafiki yake amekubali. Wameanza hiyo biashara. Je, unahisi kama hii biashara watatoboa kweli? Na vipi maisha ya Kituro yataendelea kuwa hayo hayo ya kuto kufanya kazi yoyote, au atafanikiwa kununua kibaiskeli kweli na yeye ataanza kutembeza atakapokuwa mwenyeji? Usikose kufuatilia. Kama endapo haujasubscribe channel hii inaitwa Baba Sam The King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wetu wa Baba Sam The King Tanzania TV channel, manake hata episode zinazokuja hautazikosa. Ninachokuomba subscribe, like, share, comment pia, ili niweze kupata mchango wa mawazo yako.
Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King, ni kuage niseme kwa heri kwa sasa katika episodi yetu ya kwanza kabisa, simulizi mpya kabisa inayoitwa Sina Makosa. Tukutane sehemu ijayo, ni kuage, lakini nikikwambia usikose kabisa sehemu ijayo kumjua Kituro na Zegadi ni nini ambacho kitakachofuata. Kwa heri kwa sasa, niseme alamsiki. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King.